Nasaha 24 TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. أي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يعود. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. Walimu wa madrasa na dini mashuleni wa Madima ni umoja ulioanzishwa kwa malengo yafuatayo: moja, kuwaunganisha walimu wa madrasa na dini mashuleni kuwa kitu kimoja katika kutekeleza majukumu yao ya uelimishaji wa dini ya Allah. Mbili, kuhamasisha elimu ya dini na kuhamasisha Waislamu kujua na kutekeleza mafundisho sahihi ya dini yao ndani ya mkoa wa Mbeya. Tatu, kuwa na sauti moja katika kulinda na kutetea maslahi ya walimu wa madrasa na dini mashuleni. Nne, kukuza na kuelimisha mahusiano mema mioyoni mwa walimu na wazazi pamoja na waumini kwa ujumla. Tano, kutafiti na kubaini njia mbalimbali za kuwasaidia walimu katika kujikwamua na kujiendeleza kimaisha, kielimu na kiuchumi. Sita, kushirikiana na asasi mbalimbali za kijamii katika kupambana na vitendo vya kikatili, rushwa, pamoja na madhara mengine ya kimwili na kikatili kwa jamii. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, umoja wetu huu wa walimu umefanikiwa kama ifuatavyo: moja, tumefanikiwa kufundisha Qur'ani na elimu ya dini mashuleni. Mbili, kushirikisha wanafunzi katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani katika ngazi ya mikoa jirani na taifa kwa miaka 4 mfululizo. Tatu, umoja wetu umefanikiwa kuwaleta wataalam kutoka katika chuo cha Ibn Jazar kuja kutoa mafunzo semina kwa walimu wote wa mkoa wa Mbeya. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, penye mafanikio pia huwa hapakosi changamoto. Umoja wetu una changamoto zifuatazo: moja, umoja wetu wa walimu sisi ndio wenye jukumu kubwa la kuwaandaa watoto na kuwashindanisha katika mashindano mbalimbali na hasa ya ndani ya mkoa. Tumekuwa na changamoto ya uwezeshaji wa mashindano haya. Hivyo basi
imekuwa ikitulazimu pia kupita maofisini na kwa watu binafsi kuchangisha ili kupata gharama za kumudu mashindano haya. 2. Uwezeshaji wa wataalamu mbalimbali kuja kuwapa semina walimu na kuwaendeleza kitaaluma. Maombi. Ndugu mgeni rasmi na wageni wa maalum na wageni waalikwa, umoja wetu unakuombeni mtusaidie kufanikisha mashindano yajayo ambayo gharama yake Allah akijalia mwakani itakuwa ni shilingi milioni 5. Jambo ambalo litatusaidia sisi walimu kukaa darasani na kuwafundisha watoto badala ya kuzunguka maofisini na kutafuta michango. Qur'ani ndio kitu ambacho kinatuunganisha sisi Waislamu dunia nzima. Ile globalization yetu ya Kiislamu ni kutokana na Qur'ani. Ukitoka hapa ukienda New York, ukienda London, ukienda Nairobi, ukienda kokote, Muislamu itakuunganisha kwa ukarimu na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hiyo moja ambayo ndio yetu Waislamu wote na itasomwa hiyo katika msikiti wote, katika mji wote duniani. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana na ni kitu ambacho kinafanya kweli umma huu uwe mmoja. Tumie fursa hii kuwapongeza sana umoja wa maimamu kwa kazi nzuri na kubwa waliofanya kwa miaka mingi. Leo hii tunaposhuhudia mashindano haya au mashindano ya kina mama au mengineyo, kwa kweli chachu kubwa imefanywa na umoja wa maimamu. Kwanza tusione kufanya haya mambo kwa kuwa ni mashindano, basi iwe pia ni mashindano kati ya taasisi zetu, kwamba huyu anafanya basi ashindane na fulani, yule kafanya hivi kafanya. Hapana, letu liwe moja na lengo letu liwe moja kimkoa. Kama kuna uhaba wa muda wa kufundisha wanafunzi, basi watu wakae chini, watu wakaa chini na kufanya tafakuri nzuri. Lazima namna ya kupenya inakuwepo. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Mwenyezi anatuambia kila penye uzito basi wepesi unakuwepo. Kama mida inakuwa michache mchana, niangaliwe zile sehemu ambazo watoto haitakuwa hatari kwao kutembea nyakati za usiku, ambapo wako jirani labda na madaris, basi hata baada ya maghrib watoto wanafundishwa. Lakini ifanyike mahusiano mazuri, mashauriano mazuri na wazazi, iangaliwe ifanyike vipi. Kwa hiyo tukumbuke namna ya kuwawezesha. Na tukuwawezesha, tutakuwa tumejiweka katika nafasi nzuri ya kuwauliza kwa nini watoto wana maendeleo mabaya ya masomo ya dini. Kama tusiwawezesha, hatutaweza kuwauliza. Kwa hiyo tuangalie namna yoyote ile tutakayofanya tuweze kuwezesha. Hali inatisha sasa hivi. Kwa zamani nafahamu ilikuwa ni rahisi, wazazi wanatoa walau karo ndogo madrasani, lakini siku hizi wazazi hawafikiri kabisa katika hilo. Baadhi ya madaris nyingi watoto inabidi waende tu wasome pale, walimu wanafanya jitihada wasome, lakini malipo hayatolewi. Basi tujitahidi jamani, maisha ni magumu na wao wana mahitaji. Tufanye hivyo, lakini kwa kufanya hivyo kama nilivyosema itakuwa nafasi nzuri kwetu kuwahukumu kwa nini kazi zao hawafanyi vizuri. Pia fikra katika mambo haya ya kuandaa mashindano ya Qur'an. Activities za Kiislamu ziko nyingi sana. Tusije wakati mwingine tukagombania kuandaa tu, lazima mtu fulani aandae hiki, fanya jambo lingine. Mambo yako tofauti na unaweza kufanya jambo lingine likawa kubwa zaidi au likawa zuri zaidi kuliko hata yule aliyeandaa mashindano ya Qur'an. Mambo ya fahari kubwa sana kwa sisi ambao tunaongoza Uislamu katika mkoa huu, kuona kwamba mambo kama haya yanafanyika. Waislamu wanaandaa mambo, Waislamu wanakuwa katika utulivu, Waislamu hawafikiri tena sasa hivi mambo ya kugombana na migogoro ya aina tofauti. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule ambaye amesoma Qur'ani na akaifundisha hiyo Qur'ani. Kwa hiyo wewe usijione mnyonge mwalimu, jione kwamba wewe ni bora na ni mtu mwenye thamani. Ukiwa utajiona mnyonge na ukajidharau, basi utadharauliwa. Kwa hiyo jione kwamba wewe ni bora, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amesema kwamba aliye bora ni yule aliyesoma Qur'ani na akaifundisha. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Mashindano ya Qur'ani katika mkoa wetu wa Mbeya yamekuwa kama mfano wa samaki mmoja kule pwani anaitwa dome. Yule samaki huwa anakwenda reverse, anakwenda kinyume nyume. Ndio mashindano yetu yalipofikia katika mkoa wa Mbeya.
tulifikia juzuu 15, leo hii tupo juzuu ya 7, na hili nafahamu ni kwa sababu ya ushirikiano pengine kati ya wazazi pamoja na walimu. Kwa hiyo ushirikiano huu umeyumba, na ndio maana tumefikia hatua ya kwamba tumerudi nyuma. Mungu akipenda tuendelee kuwanoa vijana, kwa sababu nilikuwa nanong'onezana hapa na shehe wa mkoa, tatizo tulokuwa nalo kubwa mno kuliko yote kwamba wanafunzi hawana muda wa kusoma, umekuwa ni mchache. Huyo mwanafunzi asome sira, huyo mwanafunzi asome Qur'ani, huyo mwanafunzi ajifunze mambo yote, ajifunze dua kwa muda wa saa moja. Hili itatosha wapi? Kwa hiyo muombe Mwenyezi Mungu atufanyie taufiki kwenye hili swala la muda. Mpaka Mheshimiwa Rais pia analijua, na tushapeleka maombi mpaka wizarani huko. Jamani, tutafutieni muda wa kidogo, kwa sababu tunapowafundisha wanafunzi madrasa hatuwafundishi tu mambo ya dini, tunawaonoa kiimani. Mambo yote yanayokuja kuharibika sasa hivi huko ni kwa sababu watoto hawana imani. Lakini ili dini iende mbele au Uislamu uende mbele, tunatakiwa ipatikane vitu vinne. Tunatakiwa tupatikane mwanafunzi, apatikane mwalimu, apatikane mzazi, ipatikane na sehemu ya kwenda kufanyia hilo darasa. Vitu vinne vikipatikana hivi ndio mtoto anaweza akatoka vizuri. Mwalimu atamfundisha mwanafunzi, mzazi atamfuatilia mwanafunzi ameenda madrasa, amesoma. Kwa sababu wazazi tumebezi sana kwa mambo ya shule za msingi huko. Mzazi unaamka saa 12, unaweka alarm, unamwamsha mtoto, unamuandaa, unampeleka kwenye basi. Ada siku moja ikiwa hajalipa, anafukuzwa mtoto, utatafuta, utalipa, utaenda kuomba kwa hazina, utamlipia. Lakini sijawahi kusikia mzazi ameamka alfajiri. Leo hii wanafunzi walikuwa wanatakiwa kufika mapema. Kisa cha kuchelewesha hili swala limeenda mpaka muda huu ni kwamba wanafunzi wamechelewa kufika kwenye madarasa yao, walimu wameshindwa kuondoka bila wanafunzi. Mwalimu anakaa sehemu chini, hamna kirago, mwalimu anakaa sehemu hamna dawati, mwalimu anakaa na chaki, juzuu lenyewe limechanika. Sasa yani hapo elimu inapatikana kwa ugumu sana. Hata hivi mimi nasema alhamdulillah. Yani tumeweza kukutana na watu wote na wanafunzi wote hawa. Alhamdulillah. Kwa hasa kwa mkoa wa Mbeya jinsi tulivyo nyuma katika mambo ya Uislamu. Kwa hiyo tusiwakatishe tamaa walimu, wanajitahidi sana juu ya mapungufu yao yote. Mwana falsafa mmoja alichora ubao akaweka alama ya doti. Alafu akawauliza wanafunzi, "Mmeona nini kwenye ubao?" Wakasema, "Tumeona kile kidoti." Yaani ile rangi nyeupe yote ya ukuta hawakuiona, waliona kile kidoti tu. Kwa sisi hapa tunaweza kukaa tumebezi kwenye kasoro tu. Kama bana mtoto hajasoma au kiraa yake mbaya, hapa joto, hapa sijui vipi. Lakini ukijiuliza wewe kama wewe mzazi umechangia nini kwenye hii shughuli, unakuta zero. Sasa itaendaje hiyo shughuli jamani? Wewe kwenye hii shughuli hujatoa hata shilingi. Wewe kwenye hii shughuli mtoto wako hajashiriki. Wewe kwenye hii shughuli wengine hata kuja hawajaja kabisa, wanasikia tu mitaani. Sasa jamani, haiwezi kaenda hii dini kwa staili jamani. Naomba sana wazazi, yani tujitahidi sana kuwahimiza watoto. Wamama wana nafasi kubwa katika ulezi. Wallahi wa billahi tunajichimbia makaburi wenyewe. Wewe umewahi kuona wapi mtoto amekuja na degree yake, ile degree akaosha maiti, akamosha mama yake? Wa inna ilaihi rajiun. Hakuna mtu mwenye diploma, hakuna mtu mwenye degree anayekwenda kuchimba kaburi, anayekwenda kuosha maiti, anayemsomea mzazi wake, anayefanya yale mambo manne yote, hata kumsalia maiti hawezi. Ustazi wewe endelea bwana. Ustazi wewe endelea. Sasa ile dua ya ustazi atamwombea baba yake. Nesi kafiwa bwana. Sasa kwa nini kuombea wewe? Kwa hiyo ukimwandaa mtoto wako atasogea. Leo kufiwa, kila mmoja hapa amefiwa. Kila mtu anajua uchungu wa kufiwa. Lakini ukirudi katika dini unakuja kugundua kama kufiwa ni haki. Kila mtu anatakiwa afe. Ili tuende tukalipwe yale ambayo tunayafanya hapa duniani, lazima tufe. Na ili tufe lazima ipatikane sababu.
utasikia malaria, kichwa, tumbo, miguu, nini. Hiyo ndio sababu ya kuondokea hapa duniani. Sasa huko tunakoenda ndio kuna shida, na hakuna kitakachotusaidia. Tunaambiwa mambo matatu, kiwepo mojawapo mtoto mwema. Kwa sababu mengine yote haya utasema sina uwezo wa kuchimba kisima, mimi sijui hivi, sijafanya. Sasa mtoto wako naye umeshindwa kumlea jamani. Kwa hiyo tukiondoka mambo yote yatakatika. Sasa hawa vijana ndio watakaokuja kutusaidia huko tunakoenda. Hawa walimu pia wenyewe wana watoto wao. Kwa hiyo nao wanahangaika na familia zao. Wanatusaidia kulea familia zetu. Kwa hiyo sisi tuwape ushirikiano sana walimu ili waweze kutusaidia kulea hawa watoto. Yaani 80% mimi naweza kusema za madrasa za Mbeya walimu hawalipi mshahara. Yaani walimu wanategemea posho tu. Sasa hizo posho zenyewe mzazi leo atoe 2000, mara nyingine asitoe. Mara nyingine aje mtoto, mara anakuambia kaza mimi mtoto wangu hajakuja mwezi mzima, yani hawezi kutoa hela. Kuna watoto wengine mayatima, kuna watoto wengine hawana uwezo. Basi sisi wenye uwezo tukimpa mwalimu kidogo itamsaidia yule mwalimu, na wale ambao hawana uwezo wakashikwa mikono, kwa sababu Uislamu ni kusaidiana. Kuna mtu kweli hana uwezo, basi yule mwenye uwezo akibadala kutoa 5000 toa 10000, itakava na yule mtoto ambaye anashindwa kulipa. Au kama kuna uwezekano, kuna baadhi ya madrasa mimi nazifahamu hapa, kuna watu wamezishikilia wanalipa mishahara kidogo. Unaweza hata kumquestion mwalimu, wewe mbona leo darasani hujakuwepo? Lakini kama wewe humlipi mwalimu utamuuliza vipi jamani? Yaani wewe hujaacha posho nyumbani, wanaita kodi ya meza, alafu umepigiwa chakula wanauliza mbona hakina chumvi, utasaka utakula hivyo hivyo kwa sababu ukuacha. Lakini kama uliacha kodi ya meza utauliza wale imekuaje leo, mbona hapa inaonekana chumvi imekuwa sio sahihi. Unakuwa una haki ya kuuliza. Kwa mwalimu unaweza ukamquestion endapo utakuwa umemfanyia maarifa yoyote. Na hizi zenyewe posho huwezi kusema hata ni mshahara, zipo chini ya viwango, ni hela ndogo sana. Wao wanajitolea kwa nafsi zao kutusomeshea watoto, lakini zile tunazoita posho zinasaidia katika vitu vidogo vidogo. Hapa wote hapa walimu labda wenye nyumba labda hata 5 hawafiki, wote wanakaa lipo na ukodi. Sasa mwalimu wa kodi nyumba, alipe maji, alipe umeme, na yeye mwenyewe mtoto wake anasoma shule ya msingi, mke wake anataka kuvaa, mambo yote haya mwalimu anayafanyaje jamani? Hebu tujiulize, mtu kwa 100,000 anaweza kaishi maisha ya leo? Akafanya mambo yote haya. Ndio unasikia mtu amejiongeza. Kujiongeza video aondoke madrasa, aende akalime, aende akafanye kibarua, mwingine mlinzi sehemu, mwingine sio anafanya nini, ndio kujiongeza kwenyewe hivyo. Wewe ukitaka mwalimu asijiongeze, mfanyie maarifa ya posho. Lazima utamuuliza maswali. Kama kwa nini hujakuwepo muda wa darasani?